wako alituokoa kutokana katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa, ambaye katika yeye tunao ukombozi kwa njia ya damu yake, yani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba kupitia kwa damu ya Yesu tulifunguliwa na tulikombolewa. Yesu alitolewa akuwe dhabihu ya kutusafisha, kwa sababu makosa yetu, kama tungeambiwa kwamba mtu alipe ile makosa ambayo amefanya ndiye asamehe, wengine tungeweza kulipa. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu akajitoa, na Yesu alijitoa ili ukuwe na uhuru wa kufanya kazi, uhuru wa kufanya biashara, uhuru wa kuomba, uhuru wa kwenda kufanya mambo zako. Bwana apewe sifa. Maana kuna wakati mtu anaweza kufungwa, wengine hata mtu ufungwa mawazo, anaweza kosa kujielewa. Hata magonjwa, mtu anaweza fungwa na magonjwa, lakini maandiko yanasema kwamba alituokoa kupitia nguvu zake, alituokoa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tumekombolewa kupitia kwa damu ya mwana kondoo, na pia tumesamehewa dhambi. Haleluya. Kwa hivyo hata kama ulifanya dhambi na kana namna gani, na ulisema Yesu ni mwokozi na Bwana katika maisha yako, ulisamehewa katika jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hukumu tena ndani yako, kwa sababu kwa wale ambao ndani ya Kristo there is no condemnation. Bwana apewe sifa. Hakuna hukumu. Maandiko yanasema kwamba the power of darkness, yani nguvu za giza. Nguvu za giza zilikuwa zimetuzuia. Kuna nguvu inaweza kuzuia mtu kwenda mbali kimaendeleo. Inakuzuia, unazunguka tu mahali pamoja. Ninatangaza kama mtumishi wa Mungu ya kwamba darkness yote ilikuzuia mwaka hii ambayo imepita, na miaka yote ambayo labda umekuwa mahali hapa, Mungu akuondolee hiyo giza katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba tumefunguliwa na kukombolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. We have been delivered by the blood of Jesus. Hiyo ndio sababu tunasherehekea siku ya leo. Ndio sababu tunasherehekea miaka mitatu. Ndio sababu tuko hapa kusherehekea. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata watu wa online na watu wengine ambao wanatuwatch, kama kuna gift unaweza kutupatia kwa sababu ya miaka mitatu, maana kumkuwa hapa miaka mitatu imegharimu mkono wa Mungu. Ndio sababu mwimbaji akaimba kwamba haijawa rahisi, lakini ni mkono wa Bwana umenibeba. Kuna mambo tumepatana nayo, lakini Yesu ametukomboa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Praise the Lord. Kuna watu walitukataa, lakini Yesu ametukomboa. Bwana apewe sifa. Unajua watu wanasema rejection kwa maisha yako bure tu, na hakuna kitu unawatendea, but Jesus Christ is our savior. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumekombolewa kutokana na damu ya Yesu na nguvu za giza. Tumeondolewa katika jina la Yesu. Na leo ninatangaza kwa jina la Yesu, kila mnyororo kwa maisha yako na badeni zote ulikuwa umebebeshwa, siondoke kwanza katika jina la Yesu. Sema amen kama unaamini. Sema amen kama unaamini. Sema amen kubwa kama unaamini katika jina la Yesu. Haleluya. Na sijui kwa nini hawa wanataka nihubiri dry. I don't know. Sijui kama ni kulikanyagia, lakini it's okay. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Haleluya. Sijazoea kuhubiri dry. Praise the Lord. Maana ni vizuri kuelewa ya kwamba tunapomtumikia Kristo, hatumtumikie kama tumefungwa. Minister anaanza hufai kufungwa wakati unatumikia Kristo. Haufai kufungwa kwa sababu umeokoka. Mtu akiokoka anafunguliwa. Yaani inatakikana, Paulo anasema kwamba hata akili zetu zinafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ndio sababu Paulo anasema, maana Paulo ndiye alikuwa anaongea na hawa wa Kolosai, anaongea na Wafilipi. Anawaambia kwamba Philippians chapter 4 and verse number 3, verse number 13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthen me, who give me power. I don't know kama kuna watu wako na hiyo Kiingereza, King James na nini. Hiyo yako Minister Dorcas yako ni gani? Holy Bible. Tusomee hiyo, na mtu kama ako na King James pia I can hear. Na pia wale wako na simu, mtafute Bible za Amplifier, Message. Bwana apewe sifa. Ninaweza kufanya mambo yote kwa sababu sitafungwa. Bwana apewe sifa. Ninafanya mambo hata vile mahali tumefika kwa sababu tumekombolewa na Bwana katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the Lord.
Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaweza kufanya mambo yote. Sema ninaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo ambaye ananitia nguvu. Katika jina la Yesu, lazima utafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Yale mambo yalikulemea, yale mambo yalilemea familia yako, yale mambo yalilemea wazazi wako, yale mambo yalilemea your brothers, utaifanya katika jina la Yesu. Na ninatangaza kuna kifungo kitakufunga katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hakuna kifungo kitakufunga. Watoto wako watafungwa, familia yako itafungwa, ndugu zako watafungwa katika jina la Yesu. Maana tunaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo ambaye anatutia nguvu. Tafadhali tuwekee beat za keyboard kama uweze kufanya chochote. Read for us. I can do everything through him who gives me strength. Ninaweza kufanya mambo yote kupitia yeye ambaye ananitia nguvu. Yako ni passion gani? Tusome. I can do all things through Christ which strengthens me. Which strengthens me. Yule Yesu ananipatia nguvu. Kuna Kiingereza kingine? Hiyo ni gani unatafuta? King James. King James. Hiyo ndio sisi tumesoma. Amplified Bible. Kuna mtu ana Amplified Bible? Amplified Bible. Bwana asifiwe. Ninaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo ambaye ananitia nguvu. Ukiona leo niko na furaha ni kwa sababu nimefunguliwa katika jina la Yesu. Na siko chini ya utumwa tena. Haleluya. Kwa hivyo hata wewe hautafungwa maisha yako katika jina la. Hata kama kuna watu walinena maneno mabaya, wakasema kwamba utang'ang'ana, wakasema kwamba utafanikiwa, wakasema kwamba Nairobi itakukataa, leo ninakunenea kupitia neno hili ya kwamba utafanya mambo yote kupitia Kristo ambaye amekutia nguvu siku ya leo katika jina la Yesu. Yule Mungu amefanya uone siku ya leo atakutetea. Bwana asifiwe. Hata magonjwa haitakufunga in the name of Jesus. Bali zote ambazo umebebeshwa itaondolewa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Matthew 11:28, njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, maana mzigo wangu ni mwepesi. Ulikuwa umepata message? Amplified. Amplified, soma. Hakala bashanda katika jina la Yesu. I declare everybody kwa maisha yako iondoke katika jina la Yesu. Tusomee. I can do all things which he has called me to do. Umesikia? Through him who strengthens and empowers me. Hallelujah. To fulfill his purpose. Oh my God. Unasikia hiyo vile inatoa. Yaani inaongea vizuri kupitia yeye ambaye ameniita. Na ndiposa Paul akasema katika Philippians 1 and verse number 6 ya kwamba Mungu aliyeanzisha kazi njema ndani yangu ataikamilisha katika jina la Yesu. Ninatangaza as we celebrate through years, hata wewe uwache kukuwa na celebration kutoka sasa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Na hata kama kulikuwa na burden imefunga kwenyu, hiyo burden iondoke katika jina la Yesu. Hata kama kuna burden ya ulevi, hiyo burden iondoke katika jina la Yesu. Hata kama kuna burden ya magonjwa, hiyo burden iondoke katika jina la Yesu. Paulo anasema I can do all things through Christ who strengthens me, through Christ who calls me, through Christ who chose me. Bwana apewe sifa. Maana Yesu anasema kwamba sio nyinyi mlionichagua, ni mimi nimewachagua. Sio nyinyi mliniita, ni mimi nimewaita. Na kwa sababu umeitwa na Yesu na umechagua na Yesu, hata kama uliokoka na kubackslide na kuamka, uliokoka na kubackslide na kuamka, ningetaka kusema kwamba you are free in the name of Jesus. Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema mwenye haki ataanguka mara 7, lakini atainuka tena katika jina la Yesu. Kwa hivyo usikubali kukaa katika giza. Usikubali kukaa katika giza. Ninajua kuna wakati mambo yanakuwa mazito kwako. Mpaka saa nyingine ukipitia mahali ulikuwa unapitia kitambo, unaona chupa ya taska iko kwa meza, watu wanapiga. Unafikiria kwamba kuenda hapo utaenda kutoa stress. Wacha nikwambie, pombe haiwezi kumaliza stress. Bwana asifiwe. Pombe haiwezi kusaidia chochote, maana utalewa, kesho ukiamka zile mashida zako bado ziko hapo. Kile unahitaji ni Yesu kuweka huru. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa mgonjwa na unatumia madawa. Hiyo madawa yanakumalizia uchungu kwa muda. Baada ya dakika kidogo hiyo ugonjwa unarudi. Kile unahitaji ni Yesu akufungue na akukomboe na kuweka huru katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
I don't care umetoka katika familia na kana mnagani. Lakini nimekuja kukuletea siku ya leo. Kama vile Paulo anaongea pale na akiambia Kolosai. Na pia tumesikia katika Philippians ya kwamba Mungu aliyekuita ni mwaminifu. Atakuponya na atakuokoa. Na atakomboa familia yenu. Atakomboa nyumba yako. Atakomboa nyumba ya mama yako. Atakomboa ndugu zako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wewe si wa kwanza kuokoka na kubackslide. Kuna watu wengi waliokoka na kubackslide, lakini walimrudia Kristo na akawaponya katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe si wa kwanza kuwa na stress. Kuna watu walikuwa mbele yako walikuwa na stress, lakini Bwana alipoingia ndani yao, hiyo stress iliondoka katika jina la Yesu. Kwa hiyo acha kubeba stress. Patia Yesu maisha yako. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba tumekombolewa kutokana na nguvu za giza. Kwa hivyo ni kusema kwamba kuna nguvu ilikuwa inatuzuia kufanya kazi. Kuna nguvu ilikuwa inatuzuia tusiendelee mbele. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe pande hii. Praise the Lord. Tunafunguliwa katika jina la haleluya. Mambo yote utayafanya kwa utukufu wa jina la Yesu. Mambo yote utayafanya kwa sababu yeye ambao umebeba ni mkubwa. Vile vile wakati mtu amefunguliwa, need zako zote Bwana atakutana nazo. Ukisoma Philippians chapter 4 verse number 19, Paulo anasema and my God may supply you according to his riches and all power in the name of Jesus. Mungu wa utajiri atawatajirisha katika jina la Yesu. Kwa hivyo wale wanasema kwamba kuokoka ni hasara, wale wanasema kwamba kuokoka kutokana na mashida, Mungu anaweza kutajirisha. I am here to kuwa kama testimony. Nimekuwa miaka 3 kama full time na nimeona Mungu akifanya mambo. Hallelujah. I have seen God. Nimeona Mungu akiinua watu. Nimeona Mungu akifanya mambo makubwa. Nimeona Mungu akifungua milango. Bwana apewe sifa. Paulo anasema kwamba na Mungu wa utajiri wangu anaweza kuwatajirisha. Hivyo ndivyo nasoma. Is that Dorcas? Are you there? Laba sharabayanda rabaguzia. Tusome. Philippians chapter 4 verse number 19. My God shall supply all your needs. Naomba mahitaji yako yote Bwana akutane nayo katika jina la Yesu. Iwe ni mahitaji ya rendi, iwe ni mahitaji ya maisha, iwe ni ndoa, iwe ni watoto, iwe ni masomo, Bwana akutane nayo. Bwana apewe sifa. Wacha niwaambie kitu kimoja. You are the one ambao unaenda kubadilisha kwenu. Despite wewe unafanya kazi, hata kama unafanya kazi ya nyumba, utabadilisha kwenu katika jina la Yesu. Hata kama unapata msaada ndogo, utabadilisha katika jina la Yesu. Mungu ataingilia katikati. Inasema namna gani? And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Amplifier. Bwana asifiwe. Mungu atakutana na mahitaji yenu. Yaani kwa maana tumesema Jesus Christ is my personal savior. Na umesema shetani bye. Wamekombolewa katika jina la Yesu. Na ndiposa Paulo anasema hata kama mtu wangu haije na chakaa, ndani ninafanya upya. Na siwezi kulinganisha mateso. Na nashukuru Mungu kwa sababu tulinenea kuhusu mateso asubuhi. Siwezi kulinganisha kukosa ninakosa siku ya leo na ile mambo Mungu atafanya katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi nikiwaona hapa niwaona watu waliobarikiwa. Siwezi angalia watoto, siangalie mfuko yako, siangalie kiwango chako cha masomo, lakini naona ile kazi Bwana anafanya. Despite kwamba kuna mambo huwezi kuyafanya, lakini Mungu wa utajiri atawatajirisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe ninakuombea hautawahi kupungukiwa na kukosa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Amri inasemaje? And my God will liberally supply. Rudia vizuri. And my God will liberally supply your every need according to his riches in glory in Christ Jesus. Amen. Yaani kulingana na utukufu wa utajiri wako. Kwa hivyo ukikombolewa, mali inakuja, pesa zinakuja. Let me tell you, pamoja na kwenda mbinguni, pamoja na kuongojea Kristo, tunahitaji kukula vizuri, tunahitaji kuvaa vizuri. Kwa hivyo tukihubiri pesa hatujabaksrai. We need money. We need, sema I need money. Na lazima ikuje. Ukisoma kitabu cha Deuteronomy chapter 8 verse number 18, Biblia inasema kwamba is God who give you power to make wealth. Mungu ndiye anakupatia nguvu. Is that inasema hivyo? Ni Mungu anayekupatia nguvu. Kwa hivyo ukiokoka, pokea nguvu.
ya kupata utajiri. Kama unaamini Kristo, pokea nguvu ya kupata utajiri. Haleluya. Kwa nini unasikia kila wakati tunatangaziwa hapa rent? Maana kuna watu tunataka Mungu awainue, na atawainua katika jina la Yesu. Atawainua katika jina la Yesu. Haleluya. Atawainua. May God supply for you all your needs. Inasema namna gani? But remember the Lord your God. But kumbuka Mungu wako. For it is he who gives you the ability to produce. Ni yeye anakupatia ability. Kwaje inaweka vizuri? Ability. Ya ability. To produce wealth. Kuproduce ni kuzalisha, si ndio? Kiswahili mzuri, kuzalisha. Yaani yeye ndiye anakupatia capacity ya kuzalisha. Acha kuzalisha vitu katika jina la Yesu. Acha kuzalisha pesa katika jina la Yesu. And so confirms his covenant. Na yeye athibitisha agano lake. Kwa hivyo Bwana kubariki. Mungu anakupatia wewe nguvu, unafunguliwa ili athibitishe agano lake. Kwa hivyo tukisema kwamba upokee utajiri, upokee katika jina la Yesu. Maana ni agano. Agano ni utajiri. Bwana apewe sifa. Agano utajiri. Na ndio unaona siku yenye uliokoka tu, Shetani amekuwa na vita na wewe kwa sababu anajua kuna agano umeingia ya utajiri. Kuna agano umeingia ya ufima. Haleluya. Maana sasa utembelee Kebesi. Sasa Kebesi usikisi utembelee. Watu wa Kebesi wameona shida. Nilikuwa nasikia watu wamoja wakikosa maiti huwa wanaenda kwa hospitali. Wanaanza kuangalia nani yako mahali maututi, wanasema wewe lazima ukuje. Wewe lazima ukuje. Na ni kweli watu watakufa. Power of darkness will refuse. Na ujue ukienda moja na ufufuke. Wale mmesikia stories ya moja, hawezi acho. Why? Lazima ugonge soka huko. Maana utaharibu biashara. Sasa hapa tunaharibu biashara za shetani. Biashara zote za shetani tunazambaratisha. Bwana ape sifa. Darkness kwa familia tunaondoa katika jina la Yesu. Maana hata unaweza kuwa katika marriage na kuna darkness. You know that? Bwana ape sifa. Tunaondoa in Jesus. Familia yenyewe inaweza kuwa imefunikwa na kivuli ya kiza. Hakuna mtu anaendelea. Na Biblia inasema kwamba ni Mungu anakupatia ability ya kutengeneza utajiri katika jina la Yesu. Angalia Colossians 1:26. Colossians 1:26. Colossians 1:26. Makasala buzanga. Leka basiri hii. Sikiza. One of the things ambazo ukiokoka na umekombolewa, sikiza basi namba 26 inasema kwamba siri ilikuwa imefichwa